uwezo wa wachezaji wangu. Mimi Pamba sio watu ambao kuwabeza. Mimi Pamba last time wamenipa mchezo tough, na katika watu ambao wameniharibia mkeka Pamba naye akiwepo. Waliharibia mkeka Pamba naye akiwepo. Lakini leo hii tumepangiwa mwanzo kabisa, ila Steven Baka, kocha wa Makombe, kocha mwenye viwango vya TBS, kocha ambaye amepitishwa mpaka na Rais Samia. Jamani yajayo anafurahisha. Nadhani unaona timu inavyo process. Nimesemaje hapo? Process. Timu inavyo process. Timu inapiga pass penetration pass. Wow. Hey. Hivi jamani, tuseme ukweli wa dhati. Huyu kocha wetu tumwekee pia ulinzi, anafanya kazi kubwa sana. Ni karibu mwana michezo, ni siku nyingine tena ambayo tunakutana hapa baada ya matokeo ya Simba. Tumeangalia performance, tumeangalia kadi nyekundu ambazo Mui imemuuma sana na kalalamika sana kaka. Kwanza mambo vipi? Mambo poa, nashukuru Mungu, alhamdulillah. Mungu anazidi kutupa neema, anazidi kutunenepesha sisi mashabiki wa Simba. Tuseme kwamba alhamdulillah, na yajayo wanafurahisha. Sasa hivi shabiki wa Simba ukizungumza unasema yajayo yanafurahisha. Kauli inatokana na nini kwanza? Na kwa uwezo wa kikosi changu. Leo hii tunacheza pungufu, lakini tunapata matokeo halali. Matokeo ambayo hata ukiangalia mwenyewe, hata kama una stress Shabani, hata kama una stress, una enjoy magoli fantastic. Leo hii ukiangalia Ribasegwe atakuwa tumweke ulinzi. Kama jini Yule una kitu. Yule Ribasegwe anaenda kama jini. Sababu leo hii ukiangalia assist zote zimetoka kwenye mguu wake. Hivi huyo mtu tunataka tumlinde. Mimi nishasema jamani, naudi tena kusema, mtu ukijichanganya kumtaka Ribasegwe, tunafanya maandamano wana Simba wote, kwa sababu yule mtu anaipambania kweli lebo ya Simba Sport Club. Leo hii tu nikwambia kitu kimoja Shabani na akili. Leo hii Simba Sport Club tupo katika miemko mingi, tupo kwenye shida nyingi, lakini uweze amini timu inatulia na inatupa matokeo ambayo hata mwana Simba yote akitoka hapa anaizungumzia Simba, yani anaizungumzia kwa furaha na kwa furaha. Leo hii ingekuwa yale yanayotokea nje yanaathiri timu, akia mama ingetokea vita ya maji wa. Nikwambie kitu Mungu? Ndio ndugu yangu. Kitu gani ambacho kinapelekea mechi ya pili mfululizo mchezaji wa klabu ya Simba anapata kadi nyekundu? Shida ni nini kwenye kikosi cha Simba? Sometimes naweza nikakalaumu kale kadubwasha kale kanini ka FVS, ila labda ni morali ambao wachezaji wangu wanakuwa nayo. Tunajua kwa sababu sasa hivi wachezaji wetu lazima watupatie furaha kivyo vyote. Watake watupatie, wasitake watupatie. Leo hii Jabbar kapata red card. Inaniumiza, inaniuma, inanikereketa. Ukiangalia last time katoka Duchu, mtu ambaye naye pia tunamtegemea. Hao wote ni kikosi cha kwanza ambao wanategemewa. Hivi nadhani mpaka ligi kiisha itakuwaje? Maana kale kadubwasha kanatakiwa kaangaliwe pia. Katatuua. Kale kadubwasha. Kale katatuua Shabani. Unaosema kwamba wamekuja kuboresha soka. Kwa nini unasema kitakuua? Au kwa sababu kinakuadhibu uone kadi nyekundu? Of course mimi kananiadhibu na ndio maana nasema subiri nakwambia, anaosema hayo maneno hajamkuta. Relax, tulia. Aliyosema maneno ni mchungaji wa Simba. Mchungaji wa Simba? Mchungaji wa Simba, kila mtu ana maoni yake. Mimi siwezi kumcriticize, yule ni mtu mzima, anaelewa kile kwa sababu yule ni mtu wa mpira na kila mtu anasema kwa upande wake. Mimi naizungumzia kwa upande wangu. Kwa ni kitu ambacho kimekuja kuleta development kubwa sana. Kwa sababu sisi ndio ambao watu wa kwanza ambao tunalalamikia kale tulikuwa tunalalamikia marefari. Sisi refari anabeba, refari ana hivi. Lakini TFF wakasikia kilio chetu, wameamua kutuletea kale kadubwasha. Kale kadubwasha katatuua. Kweli kamekuja kufanya development kwenye mpira. Ila katatuua. Siri ya ushindi wa leo imetokana na kitu gani kwenye kikosi cha Simba? Uwezo wa wachezaji wangu. Mimi Pamba sio watu ambao kuwabeza. Mimi Pamba last time wamenipa mchezo tough, na katika watu ambao wameniharibia mkeka Pamba naye akiwepo. Waliharibia mkeka Pamba naye akiwepo. Lakini leo hii tumepangiwa mwanzo kabisa, ila Steven Baka, kocha wa Makombe, kocha mwenye viwango vya TBS, kocha ambaye amepitishwa mpaka na Rais Samia. Jamani yajayo yanafurahisha. Nadhani unaona timu inavyo process. Nimesemaje hapo? Process. Timu inavyo process. Timu inapiga pass penetration pass. Wow. Hivi jamani, tuseme ukweli wa dhati. Huyu kocha wetu tumwekee pia ulinzi, anafanya kazi kubwa sana. Steven Baka anafanya kazi kubwa sana. Kwanza anapoza pressure, alafu anaingiza watu ambao wako. Leo hii nataka nikwambie, alivyoumia Kaisari anawekwa Aberi goalkeeper. Kila mtu alibeza.
hata watu wa Simba walibeza, ila leo kiwango alichoonyesha Abeli, mimi na imani naye atanifikisha kwenye nchi ya ahadi. Mimi kwa upande wangu mimi, kwa ushabiki wangu mimi, sawa, kama kocha wangu Steven Baka kamwamini, leo tumetoka na matokeo kwenye mechi tough kama hii, kaka, mimi Abeli anifikisha kwenye nchi ya ahadi. Niambie Kasali, leo hii ikitokea amekaa nje hata kwa mwezi mmoja, Abel anaweza kuviziba pengo lake kabisa. Ana cover bila changamoto ya aina yoyote ile, Shebi, bila changamoto, kwa sababu leo hii katika mechi tough ambazo zipo, hii nao ni mechi tough. Msisahau hilo. Mechi tough. Na kuja na Singida ndio mechi tafu kabisa, kwa sababu nitakuwa nacheza na Yanga B. Si unaelewa? Nitakuwa nacheza na Yanga B. Ni mechi tafu sana. Yanga B kivipi tena? Wenyewe washakwambia kabisa, hawataka kujificha. Kwa hiyo sisi tunawapelekea moto kama Dragon hivyo hivyo. Yanga B tunakutana nao. Lakini kwenye moja ya kauli yako ambayo umeongea ni kwamba Steven Beka mumlinde kwa sababu ni bonge la mali. Lakini ukiangalia baadhi ya mashabiki wanatoa lawama kwa Steven Beka kwamba sababu zake zimepelekea mpaka penalti iliyopatikana kwa Pamba imesababishwa na Steven Beka sababu zake. Nikwambie kitu kimoja. Sisi Simba tuache morali. Nikwambie kitu, wanarudia tena. Simba tuache, sisi mashabiki wa Simba tuache miemko. Miemko ipi ambayo miemko hiyo kama hiyo ambayo amezungumza ndugu yangu. Leo hii Steven Baka, sawa, hii pressure iliyokuepo nje hivi, imagine hii pressure iliyokuepo nje, siku nje watu wapekana polisi, mara ukamsema Shebi Chawa, mara nimemsema Akili Chawa, lakini ndani ya timu hakuna hiyo pressure. Watu wana process, watu wanacheza mpira mzuri, tunapata matokeo. Leo hii unapata hapo mshipo na kusimama, nakwambia anafanya hivi na hivi. Wewe waambie hivi samanini, waambie hivi wakomae. Steven Baka mwacheni. Yule mtu anaweza tena. Kaka, mtu mwingine lazima angetoka kwenye mfumo hapo angekuja na kisingizio kwamba nyenye mpatani. Ila yule mwanaume anaonesha kwamba yeye ni kocha kweli. Mnanielewa? Mtu mwingine angekuja na pointi nyenye mpatani huku ninakosa matokeo, lakini yule mwanaume anaonesha kiwango. Huyo mtu wallahi bilahi, huyo mtu nikimsikia anasema tena hivyo, tutapekana stakshari. Ibrahim Dumbia fundi kweli kweli. Namba 9 halali, namba 9 anakimbia kama Lionel Messi, namba 9 ambaye bahati mbaya tu hesabu zake zinakataa, ila ni swala la muda. Unaona kichwa kile? Of course, ndio maana nakwambia hesabu. Yaani yule kuna ile hesabu, na imani Steven Baka ataendelea kumwambia kwamba hicho kichwa chako kifupishe kidogo tupate matokeo. Mchezo uliopita alipiga kevu kagonga mwamba. Mchezo leo amepaisha kwenye mwamba pale kichwa chake. Lakini mwanzo mzuri kwa Dumbia. Shebi, nataka tuongee kitu kimoja. Slowly kabisa. Tupo ndani ya mic, tuzungumze mpira. Hivi mtu anaosema Dumbia mchezaji mbaya, anipe sababu ya kwa nini Dumbia mchezaji mbaya. Kwa sababu mchezaji mbaya ni mchezaji ambaye hata goli alioni. Unanielewa? Lakini yule mtu akiingia kuna kitu unakiona. Wewe mwenyewe leo mwandishi umeeleza vizuri, aligonga chuma. Leo hii kakosa, kesho na kesho kutwa atafunga. Ni swala la muda. Nikinukuu Ansarafa anasema kwamba alikuwa anamuelezea Shalulile kwamba ni mchezaji mzuri, anakaa kwenye nafasi na hiyo ni moja ya striker bora. Dumbia tunamwani ni miongoni mwa wachezaji ambao wana sifa kama alizotaja nani? Hans Rafael. Pengine tuseme Simba amefanikiwa na sio kama wanavyosema wengine wanambeza. Ndio nakwambiaje, wale wanaombeza Dumbia wala miemko ambao miemko hiyo sio mizuri na miemko ambayo inakuja kutupoteza kwa namna moja au nyingine. Mimi na imani, mimi nasema bila jiamini. Sio mimi jeshi la mtu mmoja. Mimi sifuatishi mkumbu wa nani. Mimi kwa sababu mpira nauona mwenyewe na uangalia mwenyewe kwa macho yangu mwenyewe na utolea maelezo mimi mwenyewe. Dumbia. Nimemwita mara ngapi? Dumbia. Yule mtu anatufikisha kwenye nchi ya ahadi. Kwa sababu angekuwa mbaya kaka, tusingeona haya tunayoyaona. Mnanielewa? Lakini jamaa kwa kauli hiyo nataka kusema no Mpanzu, no Dumbia, no problem. No Dumbia, no problemale. Macho kwenye screen, tumwangalie Dumbia, kuna kitu atatuonesha. Macho kwenye what? Ni swala la muda, tu wavumilivu. Nathan Chilambo ndio amezima leo. Of course. Ndio maana nakwambiaje, Simba anatoka mtu anaingia mtu. Kuna watu pia walimbeza Chilambo. Nadhani mwenyewe ulisikia maneno mengi ya mtandao, lakini leo hii unaona nguvu anaonesha, ushawishi anaonesha kwamba mitano tena. Tu wavumilivu. Timu sisi tunayo. Aliokaa nje mtu, anayoingia ndani mtu. Ni swala tu la muda.
ni swala la muda. Sisi wana Simba tunabaki sasa hivi ni kuipa morali timu yetu, ni kuipelekea moto timu yetu, kuipelekea moto kwa namna gani? Kwa maneno mazuri na kuipa nguvu. Haya mambo sijui huyu mbaya, yule mzuri. Mbaya tukukupa dada 5 unaziweza bwana? Mtu ana dada 5 haziwezi. Au maziko na tuanza kusumbuana hapa. Twende kwambie mimi na timu bora mara kwanza, na timu bora mara pili, na timu bora mara tatu. Simba raundi hii tukikosa kombe la NBC, mimi na mambo ya mpira basi. Wewe of course. Subiri. Wewe nilifanya na wewe interview nikakuuliza kuhusiana na kati ya Selemani Mwalimu na Dumbi anaondoka na nani? Na nilikakuuliza tena kati ya Simba na Yanga unamwona anapata ushindi, ukasema kwamba Simba anapata ushindi. Akikosa ushindi wewe na masuala mpira basi. Video yangu hujaanza hadi leo. Sasa tuone kwamba kitu kimoja. Mwanzo nilikuwa sijaiona Simba yangu mwenyewe live, nilikuwa naiona kwenye TV. Unanielewa? Ya Rwanda huko. Mechi kamkumbe hazieleweki. Ila kwa hivi ninavyo process timu yangu, kwa hii inavyonionyesha kaka, mimi sina wasiwasi na timu yangu hata na raundi hii. Mimi nawaahidi jamani, raundi hii kwa kikosi kile na Steven Baka yule jamani, mimi kombe la NBC naondoka nalo. Mtake naondoka nalo, msitake naondoka nalo, na wachezaji wazuri, wachezaji wenye uwezo. Hata kama tukipigwa kadi nyekundu wote, na sisi bado tunapata matokeo. Katus Tota Chama mwamba rusa kabisa, baba wa mpira, apepewe, awekewe ulinzi. Nadhani unazidi kuona aendelea kuonyesha kwamba yeye ni father, yeye ni goat. Yule mtu hata ukimuelezea unaweza ukachoka. Tutakesha hapa kumuelezea Katus Tota Chama mambo aliyofanya mwaka jana, anayafanya tena mwaka huu. Ni swala la muda, tuendelee kumpa muda. Kwa sababu sasa kumpa muda, tuendelee kuona, tuendelee kufurahia sisi wana Simba matunda yake, uwezo wake. Kaka yule mtu anaweza. Mimi leo hii hata ukiniambia sijui Vedatus anaweza tena. Si unanielewa? Vedatus anaweza tena. Tunaomba ni swala muda. Simba tuna timu. Mimi naulia tena kauli. Tuna timu. Kichobaki sisi mashabiki tuache kamdomo. Tuisapoti timu yetu. Mdomo mbaya. Ubaya wake vipi? Yanaendelea nadhani mnayaona. Kichobaki sisi tudini na timu yetu. Kila mtu hapa, sawa, wanaoongea kwenye mic. Kichowaleta nini? Ni huyu mtu alokaa. Nyama. Sio hawa watu, sio huyu huku, sio huyu. Ni huyu mtu. Kichobaki sisi ni kuisupport timu yetu kwa sababu ya huyu mtu. Kwenye hii michezo miwili ya Simba, kitu gani ambacho unaona kimekosekana zaidi? Kikiunganishwa hiki kitakuwa mchezo utakuwa bora sana kwenye klabu ya Simba. Mimi ninachoomba kitu pekee ambacho naweza nikasema, Dumbi ashinde tu goli. Ndio kichobaki. Kwa sababu timu ina process, timu inacheza, timu ina mikimbio mizuri, timu mabeki zangu wako vizuri. Si unaelewa? Baki leo bila penalty. Ni kwa toka clean sheet au jamani uongo? Au tuko sawa? Kwanza nataka niongeze kitu gani? Mimi kichobaki, kitu pekee ambacho mimi namuomba Dumbia, kitu pekee ambacho nampelekea nimpelekeeni maombi yangu Dumbia, kwamba mimi ni shabiki yake kweli, yani kufa na kuzikana. Nimesemaje? Wewe shabiki yake na kweli kufa na kuzikana. Sawa. Kichobaki sasa hivi Dumbia, baba wewe funga hata goli moja tu kwenye ligi, au mengine tuachie sisi. Tutakusifia wewe mpaka unaondoka Simba. Hayo mengine atuachie sisi. Tutamsifia mpaka anaondoka Simba. Uwezo anao yule baba. Wewe mpaka Hansi anamsifia. Hansi. Ukimsikia mtu anakuambia Ibrahim Dumbia ana quality ya kuchezea Simba, utamjibu. Huyo kuna mawili. Tukutane Stakishari au kuna lingine tukakutana kwa mjumbe. Masito muacha sawa. Unataka umuuliza kitu kimoja. Je, tukikupa wewe mpira dada 5 unaweza kuzipiga? Hilo swali. Kama hawezi usitake kubishana naye Dumbia. Hivi imagine Simba ikutoe mali, ikupandishe ndege, uje hapa ujui kweli? Na anamikimbia kuliko. Na yule mtu anakimbia bwana. Yule mtu bwana Shebi anakimbia. Akili yule mtu ana kitu. Akili ni swala muda, tuvumilie. Tunakwambiaje, yule mtu afunge moja tu. Nashukuru sana Mokhtar. Nashukuru.